ni kumbukizi ya kuzaliwa kwa baba wa taifa, ni miaka 103, na nchi hii ina wazalendo na pia ina wazee ambao wana historia kubwa na taifa letu la Tanzania. Niliyokuwa naye mbele yako hapa ni mzee wetu Butiku, ambaye yeye anafahamika kama mzalendo halisi, si mzalendo tu, ni mzalendo halisi. Tunataka atupe historia kidogo. Leo ni kumbukizi ya miaka 103 ya baba wa taifa. Anamzungumziaje baba wa taifa? Lakini huyu baba wa taifa ambaye leo ni miaka 103 kumbukizi yake ya kuzaliwa ni nani? Karibu sana mzee wangu. Si baba wa taifa. Tumesha kubaliana tuko hapa kwenye kumbukizi ya miaka 103 ya kuzaliwa kwa baba wa taifa. Baba wa taifa ni baba wa taifa. Hiyo ndiyo sifa yake kubwa. Mengine ni ya kupachika. Alikuwa mzazi mwema, mlezi mwema, alitufundisha kuwa mzazi mwenye msimamo, alitupenda watu wote, alitufundisha kuwa watu wa amani, watu wa umoja, tusibaguane. Alimcha Mungu na kwenda huko kila wakati. Alitujengia urafiki mkubwa sana na mataifa mengine kama nilivyosema asubuhi. Lakini kikubwa mimi nakumbuka alipoona anakaribia kuondoka, aliunda taasisi mbili. Moja hii niliyokuwa naeleza pale, na zingine zinazaliwa kwa lengo lake kubwa. Hizo zisimamie amani, umoja na maendeleo ya watu wote kutokana na jasho lao. Taasisi ya kwetu ipo, zingine hizi zipo katika msingi huu wa amani na umoja. Lakini katika ngazi ya kimataifa walimtuma wenzake wale viongozi wa nchi zisizofungamana upande wowote mwaka 1986 aunde tume itazame hali ya dunia ilivyo, watu tuliotawaliwa na wale watu waliotawala. Tuliotawaliwa ni pamoja na Wahindi, Latin America, wote wanaitwa non-aligned, na wale watu wa kaskazini wa Marekani na nani. Ameacha ripoti inaitwa Tume ya Kusini. Humo ameweka mapendekezo katika sura 6 za kitabu hicho. Kwa hiyo baba wa taifa ametuachia urithi kama ni katika maandiko ya msingi 3. La kwanza ni ile aliyoanza nayo katiba ya 5, watu hawakumbuki. Ndio aliandika ya kwanza kabisa, inaunda chombo ambacho kitafata utaratibu na kinasema binadamu wote ni sawa. Alianzia hapa. La pili, Azimio la Arusha amelitengeneza tu, anasema amlitaki ili azimio hata mkifanyaje ni azimio la utu. Siku moja mtalirudia, na linazungumza habari ya ujamaa. La tatu ndio huyu ameandika hii Tume ya Kusini ya taifa dunia yote. Sisi sasa hivi tunafikiria kufanya kitu kikubwa zaidi. Tutengeneze chuo cha jina lake, Mwalimu Nyerere World Leadership Institute, na tutaiweka hapa. Tayari tunaweka 120 huko karibu na mji wa. Tufundishe amani, umoja na maendeleo ya watu wote dunia nzima, wazungu, wahindi, sisi, waarabu, kwa sababu alikuwa mwalimu wa wote hao. Na kweli katika mambo ya amani ni kama ametuzaa wote. Sawa. Mzee Butiku, baba taifa alikuwa akipenda sana uzalendo, uwajibikaji, lakini pia alikemea rushwa. Tunaona sasa hivi kila ripoti zikitoka za mkaguzi wa hesabu za serikali, swala la rushwa halikosekani. Unafikiri nini? Kumekosekana uzalendo, kumekosekana uwajibikaji, ama nini? Wote tunakubaliana siku hizi, iwe rais, hata umesikia rais wetu anasema, serikali yetu na karibu kila mtu, kwamba uzalendo wetu umeporomoka. Maana mapenzi yetu kwa nchi yetu na utayari wetu wa kuwa raia mema ndani ya nchi hiyo na kuifia kama lazima, huyo umeporomoka. Maadili yanayotokana na mfumo tulioachiwa wa kuendesha mambo yetu. Unajua itikadi yenu ni nini? Nasema sisi ni watu sawa, tunastahili heshima, wote tuna haki zetu, tuna fursa sawa.
Huo ndio msingi, naitwa itikadi hiyo. Mwalimu alipachika jina ujamaa. Halafu aliunda vyombo unavyoona hapa, bunge, serikali, na huku chini viko huku chini na mashule na nini, kusimamia itikadi hiyo. Halafu akaweka watu ndani ya vyombo vile kama ulivyoona, kuna Mpango, mzee Mpango na nini. Sasa hao hatujajifunza sana na tukaelewa kwamba huo ndio msingi wa uzalendo. Kuna itikadi, kuna sheria, kwa mfano katiba na sheria, halafu kuna taasisi za kusimamia, halafu mko watu, mna tabia inayozingatia hayo. Msipoyafuata, na maana yake unachonieleza ni kwamba tumeshindwa kuyafuata. Mzee Mutiku, tumalize na hili. Tunaelekea kwenye uchaguzi wa mwaka 2025. Tunaona hapa kuna swala la maadili ambalo jana vyama vya siasa vilikwenda kuingia mkataba ama makubaliano ya kusaini maadili kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Unayaona wapi maadili katika swala zima la siasa kuelekea kwenye uchaguzi? Maadili ni utaratibu wa kukubaliana mnachotaka kufanya, alafu mkafanya wote, mboreshe kile mnachotaka kufanya. Sasa walitengeneza utaratibu, nadhani kutokana na historia yetu inaonekana tuwekeane sasa taratibu za kuchagua vyama. Vyama si ndio vinahusika, walikubaliana. Sasa wako nimesikia walio sign, wako wengine hawakusaini. Kwa wale ambao hawakusaini, nadhani ni bahati mbaya, na tujue ni ndugu zetu, nadhani hawakuelewa. Kwa sababu hata kama walikuwa na matatizo mengine, lile la utaratibu walilokuwa wamekubaliana lote wangetii wakafanya. Unaweza ukasign, unakubali yale maadili, halafu unaweza ukawa na sababu ya kutofanya kile, lakini wenzako wakaelewa. Sasa ukiacha kusign na huku mlisha kubaliana, basi sasa unavunja utaratibu. Na sasa hivi nasikitika, na nimesikia jana, nimeona katibu wa tume anasema chama cha Chadema sasa kitashiriki katika uchaguzi. Unajua mimi nimelala nalia. Baba wa taifa alituachia utaratibu wa vyama, kwamba nchi itaongozwa na vyama, na akatumia muda mrefu kuweka utaratibu, na akaweka na tume na nini, nasimama majaji. Kimetokea nini mpaka tufike mahala kundi moja naona iko kasoro kubwa, na nasema hatutashiriki. Kwa hiyo tukiwa na viongozi wao watakuwa hawatashiriki. Sasa wewe sio kiongozi wangu. Baba wa taifa kutuachia hayo. Alichotuachia, zungumzeni bila kubaguana kama mna sababu. Sasa kwa nini tusizungumze? Tuzungumze. Rai yako ni nini kwa viongozi wa chama cha Chadema na viongozi wa tume huru ya taifa ya uchaguzi pamoja na serikali katika ile ambayo limetokea? Wazingatie uzalendo, wazingatie maadili, na uzalendo na maadili vimetungiwa utaratibu. Uzalendo, nchi yetu ina katiba, ina sheria. Uzalendo, shughuli zetu zote zina utaratibu wa kufuata na zina vyombo vya kufuata. Uchaguzi una sheria, unaanzia kwenye katiba, wanasema pawe na uchaguzi. Kwa watu gani? Vyama vya siasa. Wafanyeje? Waende kuomba kura kwa wananchi. Kwa utaratibu gani? Huru, usio na rushwa, usio na vitisho. Si ndivyo hivyo? Halafu wanaweka chombo kinaitwa tume. Siku hizo inaitwa tume huru. Sasa wanakubaliana haijawa huru sana. Tuendelee kuzungumza iwe huru. Lakini tusiache kufanya mambo makubwa kama ya kuchagua viongozi kwa sababu tunabishana. Ubishi utaendelea hata katika family. Kuna ubishi. Lakini mkizungumza kwa nia njema, mtaelewana na mtakwenda. Sawa, tumalize na ile mwisho. Utu na kazi. Kauli ya Mheshimiwa Rais, utu na kazi. Mwalimu alisema, kwa sababu tuko hapa, huyu mtu kama huna kazi. Kwa nini? Umeumbwa kama una dini, na mimi na dini, mimi Mkristo, tumeumbwa kwa mfano wa nini? Wa Mungu. Na Mungu alikuwa mfanyakazi. Alituumba. Na vingine vyote. Kama asingefanya kazi hiyo, usingemwona. Na kama amekuunga kwa mfano wake,
Sasa wewe usipofanya kazi, wewe ni mfano wa Mungu au ni kitu kingine? Hata porini wanyama aliowaumba, sio wanafanya kazi ya kutafuta chakula. Kwa hiyo utu lazima kukubali. Hilo nilisema kwanza. Utu ni wewe. Utu ni huyu. Mwalimu ametuambia mimi, ukisimama hapa ukiniona, unajiona? Wachaje kujiona, kwa sababu kama unaniona mimi ni mtu. Kwa hiyo ukiniona mimi ni mtu, unajiona. Na mimi nikikuona hivi na kuona wewe ni mtu, na kwa hiyo najiona mtu. Kwa hiyo kama wewe mtu nikikuona na kama mimi ni mtu nikikuona, shida iko wapi? Tumepewa akili ya kuzungumza tukaelewana. Kwa hiyo utu ni kutambua kwamba wewe ni mmoja wapo miongoni wa wengi, na unachotaka wewe uende na mwenzako anakitaka. Kwa hiyo mnaishije? Kwa mazungumzo mpaka mkubaliane namna ya kupata mwafaka. Utu unataka mwafaka. Nikushukuru sana Mzee Butiku na nikutakie kila la heri. Amina. Kwa hiyo